Simba kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili ndio ilikuwa kimiliki zaidi mpira, ndio ilikuwa ikifika zaidi na kufanya majaribio ya kufunga, kiasi ya kwamba haikushangaza hata kidogo kuondoka na pointi 3 muhimu ambazo zinawafanya sasa wafikishe pointi 39 katika mechi 18, lakini pia wakiongeza idadi ya mabao ya kufunga kutoka 26 kabla ya mchezo wa leo kufika mabao 29, lakini leo hii wakiwa na clean sheets na matokeo yake mabao walioruhusu yanabaki kuwa 6. Simba bado wako katika nafasi ya pili, lakini kwa matokeo ya leo wamepunguza tofauti ya pointi baina yao na wanaoongoza ambao ni watani zao wa jadi Yanga, kwa maana kwamba Yanga wana pointi 44, Simba wana pointi 39. Tofauti ya pointi baina yao sasa ni pointi 5 tu na sio pointi 8 kama ilivyokuwa kabla ya mchezo wa leo, lakini wote wameshacheza mechi 18. Kwa lugha nyingine, Simba ushindi wa leo hii mabao 3-0, maana yake ni kwamba sasa performance yao, kiwango cha ufanisi ni around 72%. Katika kipindi cha kwanza kwenye mchezo wa leo ambao Simba kwenye kikosi chao baada ya golikipa Mohamed Tanja Jibo ilipanga walinzi 4, kiungo mmoja, halafu kawa na viungo 4 kabla ya kuwa na mshambuliaji kinara Selemani Mwalimu, ni kwamba kulikuwa na mabadiliko katika beki wa kulia ambapo leo hii hakuanza Shomari Kapombe, badala yake alianza David Kameta Duchu. Beki wa kushoto alikuwa Nixon Kibabage, wa katikati walinzi wa kati alikuwa ni Ismail Olivier Toure pamoja na Rushain Derok, lakini katika kiungo mmoja alikuwa ni Alassane Maudo Kante. Leo hii hakuanza Yusuf Kagoma, halafu kukawa na viungo 4 ambao ni nani? Cletus Chota Chama na Neo Maema walikuwa kwa eneo la kati, pembeni walikuwa ni Libase Geye pamoja na Anise Ura, wakati mshambuliaji kinara alikuwa ni Selemani Mwalimu Gomez. Kuanzia dakika ya kwanza tu Simba walionekana kuwa tayari wana shauku ya kutaka kupata matokeo mazuri katika mchezo wa leo ambao wenyeji Fountain Gate kwenye kuanza kwao kikosini walionekana kuanza na mfumo wa baada golikipa Machupa. Kulikuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2. Washambuliaji walikuwa ni nani? Walikuwa ni McDonald Obasi, alikuwa miongoni mwa washambuliaji wao, na Sadiki Ramadhani, mchezaji ambaye hivi karibuni amekuwa kwenye kiwango bora cha ufungaji. Lakini miongoni mwa walinzi leo hii alikuwepo Gibson Mwanuke, alikuwepo Obina Awara, walinzi wa kati alikuwepo Shabani Pandu, miongoni mwa wale walioanza pamoja na Derrick Mukombozi. Kwenye viungo kulikuwa na Shomari Mponzi, alikuwa ni miongoni mwa walioanza, alikuwepo Abdurazak, alikuwepo Ismail Azizi Kada, ni miongoni mwa wale walioanza katika kikosi chao leo hii, lakini mpaka mapumziko na walioanza pia alikuwepo Eldinho Mokono, mchezaji kimataifa kutoka Burundi ambaye hata hivyo alitoka katika kipindi cha kwanza kwa kuumia mpaka akawahishwa kwenda hospitali. Nafasi yake ilichukuliwa na Runa Kasim Tiote. Lakini mpaka mapumziko Simba waliokuwa wakifika zaidi katika lango la Fountain Gate walikuwa wameshapiga mashuti 10, 6 yamelenga shabaha, lakini walikuwa na goli moja lilofunga kuelekea mapumziko. Muda mfupi kabla ya mapumziko ndipo akafunga bao hilo lililowekwa wavuni na Cletus Chota Chama, ikitokana na pasi kutoka kwa Libase Geye. Beki Jimson Mwanuke alijaribu kucheza kwa kichwa, tunakumbuka vizuri, lakini akaunasa Chama na kupiga shuti lililokwenda moja kwa moja wavuni kuitanguliza Simba. Kipindi cha pili ni Simba ndio ambayo iliendelea kumiliki mpira na kufanya majaribio ya kufunga, huku muda mwingi wa mchezo mechi ikichezwa katika eneo la Fountain Gate, kwa maana kwenye nusu ya pili ya uwanja ya Simba. Ni kwamba mapumziko, tunakumbuka Simba walikuwa wameshapiga mashuti 10, 6 yamelenga shabaha, huku Fountain Gate wakiwa wamepiga mashuti 2 tu, yote yakilenga shabaha. Kipindi cha pili Simba waliendelea kumiliki zaidi mpira, Simba walifika zaidi, matokeo yake wakaongeza mabao mengine. Bao mojawapo likifungwa na miongoni mwa wachezaji wa Fountain Gate ambaye ni Mgunda, aliyekuwa amejifunga Shabani Mgunda kutokana na mpira uliopigwa na mtokea bench Elim Panzu Kibisawala. Lakini bao la pili lilikuwa limewekwa wavuni na Libase Geye akilifunga kwa uzuri, akiwatoka walinzi kadhaa wa Fountain Gate kabla kumkabili golikipa Machupa na kuweka mpira wavuni. Ni katika kipindi ambacho Simba kwa kumiliki kwao mpira, matokeo yake mechi ilivyokamilika Simba walikuwa wamiliki mpira kwa wastani wa 65%, Simba kwa ujumla wakipiga mashuti 15, kwa maana kwamba kipindi cha pili waliongeza mashuti 5 yaliolenga shabaha. Kwenye kipindi cha pili alikuwa ni mashuti 3, lakini kwa Fountain Gate kipindi cha pili
walipiga mashuti mengine mawili tu, hakuna lililolenga shabaha. Matokeo yake kwa ujumla, baada ya mechi kukamilika, Simba walimiliki mpira kwa 65% dhidi ya 35 za wenyeji Fountain Gate, lakini Simba mashuti 15, 9 yalilenga shabaha, kwa maana ya 60% ya mashuti yote waliopiga Simba yalilenga shabaha, lakini mabao wakawa wamefunga mabao matatu. Kwa lugha nyingine, katika kila mashuti matano waliopiga, moja lilikwenda wavuni, na hivyo kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Sio wastani mbaya, ni ushindi mzuri wa mabao matatu, lakini haya mashuti ambayo hayakuzaa mabao, namna Simba walivyokuwa wakicheza ndiko ambako unaona walikuwa wameikamata mechi mwanzo mwisho, wakifika kila mara langoni kwa Fountain Gate, na hivyo mabao matatu waliofunga ni mengi, lakini pengine wangeweza kufunga mabao mengi zaidi. Ikumbukwe kabla mchezo wa leo, Simba ndio timu iliyokuwa inaongoza kwa kupiga mashuti mengi dhidi ya wapinzani. Timu zote katika ligi kuu Tanzania bara hakuna inayoshambulia kama Simba. Kabla mchezo wa leo walikuwa tayari wameshapiga mashuti 176. Kati ya hayo wakawa wamefunga mabao 26. Yani goal conversion rate ikiwa ni around 15%. Lakini ushindi wa leo hii ulioambatana na mashuti mengine 15, manake Simba wamezidi kuongeza idadi ya mashuti, kwa maana kwamba ndio timu inayofanya majaribio mengi zaidi kuliko timu yoyote, kwa sababu sasa mashuti 176 ukiongeza na mashuti 15 ya leo hii, manake Simba ishapiga mashuti 191 katika mechi 18, lakini mabao imefunga 29. Timu inacheza vizuri, inafika eneo la mwisho, ubadilishaji wa nafasi kwa mabao ni jambo ambalo bila shaka kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi watapaswa kufanyia kazi zaidi, ili kuhakikisha kwamba Simba inaongeza nasibu ya kufunga. Waliokuja kuingia katika kipindi cha pili ni pamoja na Ino Jospin Loemba alikuja kuingia Elim Panzu Kibisawala akitoka Selemani Mwalimu, na kuifanya Simba ibadilike kutoka katika muundo wa awali wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, kiungo mmoja, viungo wanne na mshambuliaji mmoja. Badala yake ikabadilika ikawa na baada ya golikipa walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, ukiwa na mshambuliaji bandia Force 9 ambaye ni Elim Panzu Kibisawala, na ndiye alisababisha bao la tatu la kujifunga la miongoni mwa wachezaji wa Fountain Gate walioingia kipindi cha pili, Shabani Mgunda, kutokana na namna ambavyo alipiga cross shoot ambalo Shabani Mgunda alijikuta akiukwamisha mpira wavuni. Mwisho wa mchezo, Simba mabao matatu, Fountain Gate 0. Maana yake Fountain Gate sasa mechi ya 18, lakini bado wana pointi 16. Ni timu ambayo imeongeza idadi ya mabao ya kuruhusu kutoka 22 kwa 25. Mabao ya kufunga yamebaki mabao 8. Kuwa ni timu inayoongoza kwa kuwa na safu butu ya ushambuliaji wao pamoja na KMC ambao mabao waliofunga bado yana tarakimu moja, wamefunga mabao 8. Je, Simba kwa kasi hii, ambayo jambo zuri katika mchezo wa leo ni kwamba inaelewana sana, inafika sana, wameendeleza kile ambacho walikionyesha katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji kwenye kombe la shirikisho, ambapo Simba ilitawala mchezo mwanzo mwisho, Simba ikashinda mabao 3-1. Leo pia walitawala zaidi, wakafika zaidi, wakashinda mabao 3-0. Kwa kasi hii Simba matokeo yatakuwaje katika mechi zilizobaki, ikiwa ni jitihada za kuhakikisha wanatoa taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo wamelikosa katika misimu 4 mfululizo? Hilo ni swala la kusubiri na kuona, lakini kubwa ni juu ya namna watakavyoimarika katika kupachika mabao, kama tu watataka kuhakikisha kwamba watani zao jadi Yanga hawatoi tena taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu Yanga nao wamecheza mechi 18 kama Simba, wana pointi 44, tofauti ya pointi 5, lakini kwenye mabao ya kufunga Yanga wana mabao 38, Simba wana mabao 29. Yanga wameruhusu mabao 3, Simba wameruhusu mabao 6. Namna wanavyocheza Simba wanao uwezo wa kufunga mabao mengi zaidi endapo wataongeza ubora wao katika kubadilisha nafasi kwa mabao. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.